Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Tumeona ya kwamba ukiulizwa Allah ama Mola wako ni nani, sema ni Allah ambaye kwamba amenilea akawa ni mwenye kulea ulimwengu na neema zake. Kisha asema Sheikh rahimahullah, fa idha qila laka bima arafta rabbuk, ushataja na ukashaelezea ukajieleza na ukaeleza yule Allah. Unapoulizwa huyu Allah, huyu Mola wako, bima arafta rabbak, umemjua namna gani? Kwa sababu uko katika ardhi, Allah umemjua namna gani? Faqul, ujibu ya kwamba nimemjua Mola wangu biayatihi wa makhluqati, kutokana kwa aya zake, dalili zake. Aya na dalil za Allah subhanahu wa ta'ala, wa makhluqatihi, na kutokana na vile alivyoviumba. Allah nimemjua kupitia kwa dalili zake na alivyoviumba. Katika aya, katika dalili, katika thibitisho ambayo kwamba inaonyesha ya kuwa Allah yuko, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar, kuna usiku, kuna mchana, kuna jua, kuna mwezi. Hiyo ni thibiti ya kuonyesha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko, na hakuna yoyote yule ambaye kwamba atakuwa na uwezo isipokuwa ni Allah tabaraka wa ta'ala. Asema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara, alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahimu rabbiya alladhi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Tuchukue mfano wa thibitisho ya kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na jua. Asema Allah, alam tara, je hauoni, ila alladhi hajja Ibrahima, kwa yule ambaye kwamba amemhoji Ibrahim, an ataahu Allahu almulk idh qala Ibrahimu rabbiya alladhi yuhyi wa yumit, yule ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kumhoji Ibrahim na kusema ya kwamba huyo Mungu wako ambaye kwamba unadai hakuna jambo ambalo kwamba anaweza lifanya ambalo kwamba mimi siwezi kulifanya. Bimaana anajaribu kujilinganisha na Allah tabaraka wa ta'ala. Na ni jambo la kushangaza sana ikiwa mwanadamu ambaye kwamba anaenda choo, ambaye kwamba anaumwa, ambaye kwamba anachoka, ambaye kwamba akona hizo ayub, zile aibu zote ambazo kwamba zinapatikana kwa mwanadamu, awe ni mmoja kujilinganisha na Allah tabaraka wa ta'ala, kama alivyofanya Firaun akisema ana rabbukumul a'la, mimi ni Mola wenu ambaye kwamba wajuu. Na sio ajabu kwa zama zetu unamuona mtu anasema ya kwamba yeye aidha ni Mola ama yeye ni mtume. Wallahi kuna baadhi mtu anasema yeye ni Mola, nasallallahu salamata wal afia, ukimwangalia yeye ni qadhir, kwa kumwangalia yeye ni chafu, kwa umaskini uliomjaa, kwa shida, ni mtu ambaye pengine hata hajaoga siku kadhaa, lakini anaeleza watu ya kwamba mimi ni Mola wenu. Na maal asafu shadid watu wanampa masikio, wengine hata wanamfuata. Nasallallahu salamata wal afia. Huyu ambaye kwamba amemhoji Ibrahim akimweleza ya kwamba hakuna jambo ambalo kwamba Mola wako anaweza fanya isipokuwa na mimi naweza kulifanya. Ibrahim akamweleza, qala rabbi alladhi yuhyi wa yumit,
Mola wangu ni yule ambaye kwamba ana uwezo wa kufisha na kuhiisha. Ana uwezo wa kufisha na kuhiisha. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya jalla jalal. Allah ndio mwenye kuchekesha na mwenye kuliza, na ndio mwenye kupatiana uhai na mwenye kupokonya uhai jalla jalal. Huyu bwana akasema, akaita watu wawili, mmoja akamkata kichwa na mwingine akamwachilia. Akamweleza Ibrahim, unaje sasa? Mimi pia hiyo uwezo ambayo kwamba unasema ya kufisha na kuhuisha, huyu nimemfisha na huyu nimemwachilia, nimempatia uhai wake. Hadha miskin. Huyu ni mtu ambaye kwamba ni miskin, hajaelewa nini maana ya kupeana uhai na nini maana ya kupeana uzima. Anakuja tu kuchezea katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, ambavyo kwamba yeye sio mwenye kuvipatia uhai aslan. Ibrahim wakati alimuona huyu bwana kidogo ako out of his mind, akili yake haijaelewa ni nini hasa anamweleza. Ibrahim akamwambia, qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bishamsi min almashriqi fa'ti biha min almaghrib fabuhita alladhi kafar. Ibrahim alayhi salatu wasalam akamweleza kwamba Mola wangu huwa anachukua jua analitoa katika magharibi. Kwa hivyo ikiwa jalla jalal fa inna Allaha ya'ti bishamsi min almashriqi, ikiwa naitoa katika mashariki, wewe fa'ti biha min almaghrib, eburudisha hiyo jua katika magharibi. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuzamisha jua. Ikiwa amelizamisha, chomoa lile jua penye Allah ameliweka, ulirudishe penye lilikuwa. Fabuhita alladhi kafar. Sasa hapo kukawa kumeeleweka ya kuwa huyu kafiri ambaye kwamba ni mwenye kumkataa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye sio chochote isipokuwa yeye ni miskin ambaye kwamba hana lolote. Kwa hivyo Allah peke yake ndio mwenye kutoa jua magharibi kulipeleka mashariki, na pia kulitoa mashariki katika kurudisha magharibi jalla jalal. Huo ni mfano wa jua. Tukichukua mfano wa usiku na mchana, ayat, kwa sababu Sheikh rahimahullah anasema wa min ayatihi, na katika thibitisho la kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni usiku na mchana. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmi al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya afala tasma'un. Qul, waeleze ewe Muhammad, in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ataufanya mchana, ataufanya usiku sarmadan, milele bila ya kukatika. Sarmadan ni kalima ambayo kwamba imethibiti ndani ya Qur'ani pahala pawili peke yake, katika suratul Qasas, katika hizi aya mbili ambazo kwamba ni zenye kufuatana, na ikawa kalima hii imetumika ndani ya Qur'ani mara mbili peke yake, kutokana na usiku na mchana peke yake. Hakuna pahala pengine ambapo kwamba unaweza ipata kalima hii. Kwa hivyo auliza Allah, qul, waeleze ewe Muhammad, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala taufanya usiku sarmadan ila yaumi alqiyama, uwe ni wenye kuendelea bila kupata mchana mpaka siku ya Kiyama. Man ilahun ghayru Allah, ni mola yupi asiyekuwa ni Allah tabaraka wa taala, yatikum bidiya, atakawe waletea mchana, awe ni mwenye kuwaletea nur, awe ni mwenye kuwaletea mwangaza. Afala tasmaun, kwani haya maneno
nyinyi wanadamu hamyasikizi? Akasema Allah tabaraka wa taala, qul, waeleze tena, in ja'ala Allahu alaykum an-nahara, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atafanya mchana uwe ni wenye kuendelea sarmadan, bila ya kukatika, mpaka ila yaumi alqiyama, mpaka siku ya qiyama. Man ilahun ghayru Allah, ni mola yupi asiyekuwa ni Allah tabaraka wa taala, yatikum bilailin taskununa fi, atakaye waletea usiku ambao kwamba huwa mnapata sakina, mnapata kutulia, mnapata kupumzika ndani ya ule usiku. Ni mola yupi? Afala tubsirun, je, nyinyi hamuoni? Katika aya ya kwanza Allah anasema hamsikizi yale ambayo kwamba Allah anawaeleza, na katika aya ya pili Allah anasema hamuoni huo usiku ambao kwamba nyinyi mnaishi ndani yake, na huo mchana ambao kwamba mnaishi ndani yake unakuwa ni wenye kuwabadilikia. Nyinyi hamuoni? Wa min rahmatihi, na katika huruma wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa min rahmatihi, na katika huruma ya Allah tabaraka wa ta'ala, ni kuwa Allah amewapatia usiku na mchana. Subhanallah, ubadilishaji wa usiku na mchana, hii ni miongoni mwa rehma kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao kwamba leo hii wanaweza jipiga kifua ya kuwa sisi tumefika penye tumefika katika technology, sijui tumeenda mwezini na tukafanya kadha wa kadha, ikiwa kweli wao wako na uwezo, basi ni waufanye mchana uwe ni wenye kuendelea. Waseme saa hizi tunaona mchana umekuwa ni fupi, wacha tuongeze kidogo, tuongeze tu masaa mawili. Ama tunaona kidogo tumekuwa na usiku ambao kwamba ni mrefu, wacha tuukate kidogo. Je, wanaweza? La wallahi, wallahi alazim, wallahi thumma wallahi ma yaqdirun, hawawezi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kazi hii ni kazi ya Allah tabaraka wa taala peke yake. Hakuna yeyote ambaye kwamba kuna uwezo huu isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min rahmatihi, na katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia akawapatia usiku na mchana, akawapatia usiku mkawa ni wenye kupumzika ndani ya ule usiku, na mchana mkawa ni wenye kutafuta riziki na rahma ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo min ayatihi, min katika zile aya za kuonyesha ukuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni usiku na ni mchana, ni jua na pia vile vile ni nini? Ni mwezi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupatie kuyasikia maneno yake ambayo kwamba anatueleza, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe kuyaona yale ambayo kwamba ni thibitisho yake, ndipo tuwe ni wenye kutafakari juu yake, ndo tujue uwezo wake na ukubwa jalla jalali.